Kengele za unabii zilizolia mwaka 2025. Haya ni matukio ambayo tutaenda kuyaangalia hapa na tutalinganisha na kile ambacho tumeona Biblia inasema. Yapo matukio mengi sana ambayo yametokea mwaka huu 2025 ambayo yanatuambia kwamba wapendwa, hatuna muda. Yale matukio yote ambayo yalikuwa yameelezwa katika unabii wa Biblia na sasa tunayaona ana kwa ana. Katika masomo baadhi ya nyuma yaliyopita tulijifunza kuhusiana na unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 ambapo tukagundua wazi ya kwamba unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 ambao umewakilisha kwa wanyama wawili, mnyama wa kwanza akitokea baharini na mnyama wa pili akitokea katika nchi. Tukajifunza unabii huo unahusu mamlaka ya kanisa Katoliki ambayo mamlaka yake kuu ni Vatican ya upapa pamoja na taifa la Marekani, ambapo kwa ajenda moja ya pamoja wanakuja kuifanya dunia yote iwe na siku moja ya ibada, na siku hiyo ni Jumapili, jambo ambalo linakinzana kabisa na amri ya Mungu, ile sheria ya 4 ya Mungu ambayo alikuwa ameiweka kwa ajili ya wanadamu kuweza kuikumbuka na kuitakasa Sabato. Sasa katika mwaka huu 2025 yapo matukio mengi sana ambayo yamejitokeza kwa wazi yakionyesha ya kwamba unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na unabii wa kitabu cha Danieli sura ya 7 ulikuwa sahihi sana. Sasa twende tukayachunguze haya matukio. Tuanze na kuangalia, je, Biblia inasemaje kuhusiana na kufahamu wakati? Unaposoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza 12 mstari wa 32, Biblia inasema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua wayapasayo, ili Israeli wayatende. Katika andiko hili linaeleza wazi ya kwamba watu ama wana wa Isakari walikuwa ni watu ambao wana akili za kuelewa, kujua nyakati, na wakishaelewa nyakati wanajua kuna mambo ambayo yanapaswa kuweza kutendeka. Kwa hiyo hata sisi kulingana na yale ambayo tumeyaona, kulingana na ramani ya nabii inavyoelekeza, inatusaidia kuweza kujua wakati, na tunapojua wakati tunafahamu tunatakiwa kufanya nini, na tukishafahamu tunapaswa kuweza kuyafanya hayo mambo. Sasa tuangalie kengele za unabii ambazo zimelia mwaka huu 2025. Katika mwaka huu 2025 yalijitokeza matukio kama yafuatayo. Moja, kulikuwa kuna moto wa Los Angeles kule Marekani, walikuja na project 2025. Kulikuwa na tukio la Trump kuweza kutengeneza picha akiwa amevalia mavazi ya kipapa. Kulikuwa kuna sera za muungano wa kanisa na serikali, lakini pia kulikuwa kuna sheria ya kwanza kule jimbo la Utah Marekani, lakini pia kulikuwa kuna kitu kinaitwa Trump Gaza AI video, lakini pia kulikuwa kuna uchaguzi wa papa na papa mpya alikuwa anatoka kule Amerika. Lakini tulisikia ile kauli mbiu ya Donald Trump ambayo ilisikika kote, MAGA, Make America Great Again. Sasa haya ni matukio baadhi, hebu twende tukayachambue na tuone yanatupeleka wapi katika unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Tukio la kwanza, Los Angeles Fire. Sasa hili linahusiana na masuala ya kukoma kwa rehema ya Mungu. Los Angeles Fire tunafahamu kwamba moto mkubwa uliibuka mwezi wa kwanza 2025 kule maeneo ya Los Angeles County. Milipuko ya moto ni miongoni mwa ishara ya hukumu za Mungu, kuonesha kwamba rehema imeisha kwa watu ambao walikuwa na nuru ya kweli, na rehema ya Mungu imebaki kwa watu wote ambao bado walikuwa wajui ukweli. Yaani ni hivi, matukio ya mlipuko ya moto ni matukio ambayo yanaonesha sasa ya kwamba hukumu za Mungu, hizi ni sehemu ya hukumu za Mungu ambazo zitaendelea kutokea katika nchi, na zinaonesha wazi ya kwamba rehema imeisha kwa watu wote waliokuwa na nuru na imebaki kwa watu wote ambao bado walikuwa wajui kweli. Kwa hiyo hii inaonesha wazi ya kwamba unaposoma katika maandiko ya Dada White, anasema wazi ya kwamba wakati wa hukumu za Mungu ziangamizazo ni wakati wa rehema kwa wale watu wote ambao bado hawakujua kweli. Kwa hiyo moto wa Los Angeles ni miongoni mwa moto wa kiunabii kabisa ambao ulikuwa umeshafunuliwa wazi katika kalamu ya uvuvio, na umetimiza ishara zote ya kuwa ulikuwa ni moto ambao nabii alikuwa amefunuliwa. Lakini hii inaonyesha tu ya kwamba hukumu za Mungu sasa
rehema ya Mungu sasa imeisha kwa waliokuwa na nuru ambao ni Waadventista wa Sabato, na rehema imebaki kwa watu ambao hawana nuru, yaani watu wengine ambao hawana nuru. Kwa maana nyingine ni kusema kwamba hukumu ya upelelezi imeanza ndani ya watu wenye nuru. Lakini tukio ambalo lilisikika jingine ni tuangalie kauli mbiu ya rais wa Marekani kuweza kuifanya Amerika kuwa kubwa tena, ambapo kwa Kiingereza tunasema Make America Great Again. Hii ni kauli mbiu ambayo mgombea wa urais wa Marekani alitumia katika mwezi wa kwanza tarehe 20/2025. Sasa kauli ya Donald Trump ya kusema Make America Great Again inamaanisha nini? Kauli hii inafanana moja kwa moja na kauli ambayo imewahi kutumiwa na Nebukadneza kipindi cha ufalme wa Babeli. Nebukadneza katika kipindi cha ufalme wa Babeli, ukisoma kwenye Danieli 4:30 anasema hivi: mfalme akanena akisema, mji huu sio Babeli mkubwa nilioujenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu? Nebukadneza alipokuwa anatazama mamlaka ya Babeli alishikwa na kiburi kuweza kuonesha kwamba ufalme wa Babeli utakuwa tishio kila mara na wala hautaweza kuangushwa chini. Sasa katika kufanya hilo, Nebukadneza alienda kuinua ibada ya uongo ndani ya Babeli, na tunakumbuka katika Wanda wa Dura Nebukadneza alikuwa amefanya sanamu kubwa sana ya dhahabu ambayo aliwalazimisha watu wote kuweza kuisujudia pale tu ambapo watakaposikia amri inaweza kuwafanya hivyo. Hili lilitokea kwa upande wa Nebukadneza. Je, kauli ya rais wa Marekani Make America Great Again ina nini ndani yake? Hii kauli ndani yake, kama ukiitazama kwa jicho la kinabii, ni kauli ambayo inaonyesha wazi kwamba taifa la Marekani linataka kwenda kuonesha ukubwa wake tena, na ukubwa wa Marekani utaonekana pale ambapo itatoa amri ambayo italazimisha mataifa mengine yote kwenda kuifuata, na hiyo amri itafanana moja kwa moja na kile ambacho kilitokea kwa Nebukadneza. Kwa hiyo katika amri hii ambayo taifa la Marekani litaenda kuonesha ukubwa wake, ni amri ambayo itaenda kulazimisha mataifa mengine yote kuweza kukubaliana na ajenda na mabunge yao kupitisha ajenda ya kuwa na sheria ya Jumapili. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho kitaenda kutokea ili Marekani iweze kuonesha ukubwa wake tena. Lakini jambo jingine ambalo linafuatia ambalo linatuonesha kwamba Marekani inaenda kutupeleka kwenye msukumo wa ibada moja ya uongo ni jambo lifuatalo. Trump katika mwaka huu 2025 alifanya tukio fulani tena la kinabii. Alitumia AI kuweza kutengeneza video ambayo ilikuwa inaitwa Trump AI Gaza video. Katika video hii ambayo ilikuwa imetengenezwa na AI, ilikuwa ni video ambayo ndani yake inaonyesha jiji kubwa sana lenye utajiri mkubwa, na ndani ya jiji hilo kulikuwa kuna sanamu kubwa ya Donald Trump ikiwa ni adhabu kuanzia kichwa mpaka miguu yake, na watu walionekana wakipita katika mitaa ya miji hiyo wakifurahia maisha, wakitumia utajiri wao waliokuwa nao, wakicheza na kuimba. Sasa kitu ambacho kimeigusa unabii hapa ni ile sanamu ya dhahabu ambayo alikuwa ameitengeneza kuanzia kwenye kichwa chake mpaka kwenye miguu yake. Kitendo alichokifanya hichi bado tena kinamrejelea Nebukadneza. Nebukadneza na yeye alifanya kitu hicho ambacho baadaye kikaupeleka mji wa Babeli katika ibada ya uongo. Tunakumbuka watu wote katika Babeli waliweza kutii isipokuwa wale vijana watatu wa Kiebrania ambao walikataa kuweza kuisujudia sanamu ya Nebukadneza. Na Nebukadneza alifanya vile ni kuweza kuonesha kiburi kwamba ufalme wake ungedumu milele. Tukumbuke wakati wa kipindi cha Babeli, Nebukadneza Mungu amemfunulia namna ambavyo utawala za dunia zingekuja baada ya tawala zake. Na Mungu alimpatia Nebukadneza ndoto ambayo ilikuwa imebeba sanamu ambayo ilikuwa imeundwa na madini tofauti tofauti. Tunakumbuka kwa kukukumbusha, sanamu ya Nebukadneza katika Danieli sura ya 2 ilikuwa imeundwa na madini. Kichwa kilikuwa ni cha dhahabu, mikono ilikuwa ni ya fedha, tumbo na viuno ilikuwa ni shaba, miguu ilikuwa ni ya chuma, alafu nyayo zilikuwa ni nusu chuma nusu udongo. Kwa hiyo ile michanganyiko ya madini mbalimbali ni falme ambazo zingetawala kuanzia mwanzo mpaka mwisho kabla Yesu ajaja mara ya pili. Lakini
muda mchache uliofuata Nebukadneza akaonyesha kiburi zidi ya ile ndoto na kutengeneza sanamu kubwa ya dhahabu, akimaanisha wazi ya kwamba ufalme wake ungetawala. Na baadaye tukio hili likayopeleka Babeli katika kuwa na ibada moja ya lazima, na watu wote waliokataa walibidi wauawe. Sasa Donald Trump na yeye amerudia tukio hili. Kwa hiyo na yeye taratibu anatupeleka katika uwanda wa dola kama ambavyo tutaenda kuona huku mbele. Lakini tukio jingine ambalo sasa linatuingiza karibu sana kwenye ule mgogoro wa mwisho ni ile kauli ya rais wa Marekani aliyosema kwamba forget the separation of the church and the state, yaani sahau kuhusiana na muungano kati ya kanisa na serikali. Tunafahamu wazi ya kwamba nchi ya Marekani ni nchi ya Kiprotestanti, yaani ni nchi ambayo ina msimamo wa kwamba watu wetu wataabudu kama vile ambavyo wanataka hao, na katika katiba ya Marekani inakataa kabisa muungano kati ya dini na serikali. Watu watabaki na dini yao na serikali itabaki kuweza kutimiza wajibu yake. Na ndio maana katika yule mnyama wa pili wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 ukianzia fungu la 11, mnyama ambaye anaibuka katika nchi tunafahamu ni taifa la Marekani ambalo lilianza kuibuka kuanzia mwaka 1776. Wakati linaibuka lilikuwa na katiba ya sera nzuri ambayo inafanisha kama mwana wa kondoo kwamba serikali itabaki na serikali, dini itabaki kama dini, kanisa kama kanisa. Na kwa hali hiyo ilikuwa ni nchi ambayo iliwavuta watu wengi katika kipindi cha mateso, ambao walikuwa wanateswa kwa sababu ya uaminifu katika amri za Mungu na imani yao, wakawa wanakimbilia katika nchi ya Marekani kwa sababu ya sera nzuri. Kwa hiyo nchi ya Marekani katika katiba yake inakataa kabisa masuala ya ushirikiano kati ya kanisa pamoja na serikali, wala haitaweza kutumia nguvu zake kuweza kuwalazimisha watu kuweza kuabudu. Lakini mwaka huu ilikuwa ni mwezi wa 5 tarehe 1 katika siku ya National Day of Prayer kule White House, Trump alizungumzia hii kauli ya kusema tunahitaji kuweza kuondoa utengano kati ya dini na serikali. Sasa kwa nini wanafanya hivi? Hichi kitu kinachofanyika hivi ndicho ambacho kitaenda sasa kutengeneza ile nguvu ya kuweza kuwafanya sasa watu wote waingie katika ibada moja ya Jumapili. Kwa hiyo baada ya kuondoa ile kauli ya kubaki mfano mwana kondoo mwenye pembe mbili, itakuja sasa kunena kama njoo kwa kuweza kupingana na ajenda zake za mwanzo na kuweza kuwalazimisha watu wote waweze kusujudia upapa kwa kuweza kushikilia sheria ya Jumapili. Na kitendo hichi ambacho kimefanyika ni kwa kwamba tayari taifa la Marekani limeshaunda kitu ambacho kinaitwa sanamu ya mnyama, kwa sababu sanamu ya mnyama kwa mujibu wa nabii inaundwa pale ambapo unaundwa pale ambapo dini ama Uprotestanti utakapotumia nguvu zake ama utakaposhawishi serikali kuweza kutengeneza ama kuweza kutoa msaada katika hivi vyombo vya dini. Kwa hiyo wakati dini na serikali vinapoungana kuweza kutengeneza kitu kimoja, tayari hapo tunashuhudia sanamu ya mnyama ikiundwa. Kinachobakia hapo ni ile sanamu ya mnyama sasa kuweza kutiwa pumzi ili iweze kuleta adhabu kwa watu wote ambao watakataa kuweza kuifuata. Kwa hiyo mpaka hapa muungano kati ya Protestanti pamoja na Rome na serikali vinatengeneza sanamu ya mnyama, na baada ya sanamu ya mnyama inakuja alama ya mnyama. Lakini jambo jingine ambalo lilitokea mwaka huu 2025 ni ule mswada wa kuweza kuweka amri za Mungu mashuleni. Ukisoma ukienda kuangalia katika article ambazo zina hii information inasema hivi: kuhamasisha amri 10 mashuleni. Trump aliunga mkono wazo la amri 10 kuonyeshwa mashuleni. Alihamasisha kuanzia 2024 na kuendelea 2025. Februari 27, 25 ripoti ya Statline ilionyesha majimbo zaidi ya 15 yalisukuma miswada ya amri 10. Kwa hiyo nini kinaenda kutokea katika kuweza kuweka amri 10 za Mungu mashuleni? Hii ni hatua nyingine ambayo inaonyesha wazi ya kwamba sanamu ya mnyama imeondolewa, ikiwa inaonyesha wazi ya kwamba wakati amri 10 zinaenda mashuleni, na tukumbuke katika amri 10 zinazoenda mashuleni tunajua mgogoro ambao tunautazamia hapo ni mgogoro kati ya ibada ya kweli na ibada ya uongo. Yaani, je, kati ya sabato ya Biblia na sabato ambayo ilianzishwa na Katoliki, ipi ambayo itatiiwa? Kwa hiyo wakati wanapoweka amri za shuleni, usitegemea kwamba tutabaki na sabato ya Bwana. Hapana, sabato itabadilishwa. Kwa hiyo watu watatakiwa kuweza kuitunza sabato ambayo imefunuliwa humo.
na tutaenda kuona mbele jinsi ambavyo tayari wameshaielezea jinsi ambavyo Jumapili inatakiwa kuweza kuheshimiwa. Kwa hiyo hii nayo ni njia ambayo inaonyesha wazi ya kwamba tunaelekea kwenye ule mgogoro wa mwisho na mambo yapo wazi. Hatua ya kuweza kufikia kwa taifa la Marekani kuanza kutangaza kwamba wanahitaji kuiweka sheria za Mungu katika mashule ni hatua ya mwisho ambayo inaonyesha wazi ya kwamba nchi ya Marekani imeachana kabisa na ile katiba yake ya kusema kwamba watu wetu watakuwa na abudu kama wanavyotaka wao. Lakini tukio jingine ambalo lilikuwa limetokea mwaka 2025 ni kwamba katika taifa la Marekani ndani ya White House, yani ikulu ya Marekani, walianzisha ofisi ya imani. Ukisoma hapo nimekuwekea hiyo picha, utaona rais akiwa amekaa hapo mbele na huko nyuma yake wapo viongozi mbalimbali wa kidini, na mmoja ni yule mwanamke ambaye amemwekea mkono begani mwake. Anasema kuanzisha kwa ofisi ya imani White House iliundwa rasmi kwa amri ya kiutendaji Februari 2025. Sasa kwa nini White House imetengeneza ofisi ya imani? Kwa hiyo hii ni hoja yenye nguvu ambayo inaonyesha ni kweli kabisa taifa la Marekani linaenda kuacha msimamo wake ule wa mwanzo wa kutaka kila watu wawe na ibada kama vile ambavyo wanataka wao. Kwa hiyo hii ni hatua nyingine ambayo inatuonyesha wazi ya kwamba tumefika mbali sana katika historia ya kinabii, na hivyo tutaenda kushuhudia ule mgogoro wa mwisho ambao ulikuwa umefunuliwa katika maandiko matakatifu. Lakini tukio jingine ambalo sasa hili linamaliza utata wa mambo yote na kuweza kutuonyesha kweli ya kwamba shida imefika ni lile tukio ambalo lilitokea mwezi wa 3 tarehe 24 2025 katika hafla ya ikulu ya White House katika siku ya uhuru wa Wagiriki. Hapa Rais Trump alikuwa amekusanya baadhi ya mabalozi na viongozi wa kidini katika ikulu yake. Walipokuwa wanaendelea na hafla yao, baadhi ya mabalozi na viongozi wa kidini wakamsifu Trump na kuweza kumlinganisha na Donald Trump, kumlinganisha na Constantine, mfalme Constantine. Sasa tunajua historia ya Constantine. Constantine alikuwa ni mtu ambaye amewahi kutawala dola ya Rumi. Dola ya Rumi ni utawala ambao umeitawala dunia katika awamu ya 4. Sasa tunafahamu dola ya Rumi ni utawala ambao hata ndani yake Yesu alizaliwa. Huyu Constantine ndiye ambaye alibadilisha Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili mwaka wa 321. Kwa hiyo badiliko la Sabato kwa mara ya kwanza lilifanywa na Constantine. Kipindi kile ilipitishwa sheria ya watoto kuweza kuhama kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, na hapa ndipo dunia ilipoanza kusali Jumapili rasmi. Kwa hiyo wakakanyaga chini Sabato ya kweli ya Mungu, ikawekwa Jumapili, na Jumapili ikawekewa nguvu kwamba watu wote wanatakiwa kuweza kuabudu Jumapili. Na katika historia tunajua wazi kwamba dola ya Rumi ilikuwa ni dola ya kipagani, na wao walifanya ibada za kipagani ikiwemo ni kuabudu jua. Na katika historia tunajua wazi kwamba wapagani wote waliabudu katika siku ya Jumapili, yani Sunday, siku ya Mungu jua. Lakini katika mwaka 321 baada ya kifo ya mitume wote, ndipo ambapo badiliko la Sabato lilifanyika. Sasa tunakutana na Konstantini mwingine akitoka katika nchi ya Amerika. Wakati Konstantini wa kwanza alikuwa ndani ya dola ya Rumi na alibadilisha dola ya Rumi kuipeleka katika dola ya kidini, na katika dola ya kidini tukatengeneza kanisa la Roman Catholic, na ndani yake ndipo ambapo tunakutana na badiliko la Sabato. Sasa taifa la Marekani lina Konstantini. Je, huyu Konstantini ataenda kufanya nini? Na yeye anaenda sasa kuipeleka taifa la Marekani katika kuweza kuwa ni taifa la kidini, huku likishirikiana kwa karibu na Vatican ya Papa kuweza kuilazimisha dunia yote kuweza kuitii alama ya kanisa Katoliki ambayo ni sheria ya Jumapili. Jambo jingine ambalo lilitokea mwaka huu 2025 ni kile ambacho alikifanya Rais Trump wakati wa kifo cha Papa Francis. Katika ikulu ya White House walichapisha picha ya Trump akiwa amevalia mavazi ya kipapa, na hii ilikuwa ni tarehe 5 Mei 2025. Trump alikuwa ametengeneza picha yeye mwenyewe akiwa ameonekana amevalia mavazi ya kipapa. Sasa hapa pana mambo mawili ya kuzingatia. Jambo la kwanza, wakati wa kifo cha Papa Francis, Trump alipohojiwa na waandishi wa habari, ungependa papa mpya awe nani?
Trump akajibu moja kwa moja kwamba yeye mwenyewe ndiye angependa kuwa papa. Sasa utashangaa, licha ya kwamba kuwa na wadhifa mkubwa kuwa na rais wa Marekani, lakini alitamani kuweza kuwa na nafasi ya upapa. Hapa kuna vitu ambavyo Mungu anaviweka wazi, japokuwa kwamba vitu vyao vinafanyika kisirisiri, lakini bado Mungu ameviweka wazi ili kuonesha wazi ya kwamba mambo yote ambayo yanafanyika kuhusiana na kutengenezwa kwa alama mnyama ama kuhusiana na kuwekwa kwa sheria ya Jumapili tunafahamu, ili tuweze kujua wakati na kuweza kujiandaa na dhama ambayo inakuja. Tukio ambalo lilifanya linaonyesha uhusiano ama ajenda zilizopo kwa wazi kati ya Vatican ya upapa pamoja na taifa la Marekani, na hii ni kweli inathibitisha wazi kwamba ule unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13, mnyama wa kwanza ambaye ni Vatican ya upapa na mnyama wa pili ambaye ni taifa la Marekani, ni kweli sasa wanakutana na kuweza kuongea kitu kimoja. Huyu anahitaji support ya kuweza kutengenezewa sana wa kuilazimisha dunia yote kuweza kumtii. Nani anakuja kufanya hivyo? Ni taifa la Marekani, ndilo ambalo lina ukubwa wa kuweza kuilazimisha dunia, ikianza lenyewe ndani yake kuwalazimisha wakazi wote wa Marekani kuweza kuwa na ibada ya Jumapili, kisha baada ya hapo mataifa mengine kijumla. Kwa hiyo hii inathibitisha kwamba ule muungano wa Ufunuo 13, mnyama wa kwanza anayepanda kutoka katika nchi ambaye ni upapa, lakini pia na huyu mnyama wa pili anayetoka katika nchi ni taifa la Marekani. Huu unaonyesha kweli kuna ukaribu sana kati ya Vatican pamoja na taifa la Marekani. Tunaposogea mbele, tukio jingine ambalo lilitokea mwaka huu 2025 ni kuhusiana na uchaguzi wa Papa Leo wa 14 ambao ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 5 2025. Papa mpya anatoka wapi? Papa mpya anatoka Marekani. Yaani unabii wa Biblia umekuja katika njia hili ile iliyonyoka. Huku tumeona kwamba Marekani wametoa Constantine katika zama za nyuma, karne ya 3, ndiye ambaye alibadilisha sabato toka Jumamosi kwenda Jumapili. Lakini huku tena wakati hapa tuna Constantine, wakati huo tena tunapata papa. Kwa hiyo vitu vimekutana pini kwa pini. Hapa tukiwa tuna Constantine, hapa tukiwa tuna papa. Na unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 unaonyesha mnyama wa kwanza ambaye anapanda kutoka katika bahari ni Vatican, ni upapa, lakini anayepanda kutoka katika nchi ni taifa la Marekani. Wote wanakutana kwa pamoja kuweza kutengeneza alama ya mnyama, ambapo ni sheria ya Jumapili, ambapo watu wote watatakiwa kuweza kufanya ibada katika sheria ya Jumapili. Sasa angalia, kwa hiyo hapa tuna upapa, hapa tuna Constantine. Kwa hiyo unabii unakuja hauji. Mpendwa, tupo katika kipindi ambapo alama ya mnyama inaenda kuanza hivi karibuni. Kwa hiyo tunapoyaona haya, kuna kazi kubwa ambayo tunatakiwa kuweza kuifanya. Moja ya kazi hiyo ni pamoja na kuweza kuandaa mazingira kwa ajili ya kuweza kukabiliana na changamoto, kwa sababu ikiwa tutataka kuendelea kuwa waaminifu katika Mungu, ni lazima tuweze kufanya maandalizi kwa ajili ya kuweza kukabiliana na zama ambayo inakuja kutokana na kile ambacho kinaenda kulazimishwa. Hii ulikuwa ni uchaguzi wa Papa Leo wa 14, na Papa Leo wa 14 alichukua jina la papa ambaye alikuwa ni Papa Leo mwaka 1888. Kuna papa ambaye alikuwa anaitwa Papa Leo wa 13. Sasa huyo papa na yeye aliyepita alikuwa na jukumu la kuweza kuipeleka dunia katika sheria ya Jumapili, lakini katika kipindi kile ilishindikana. Sasa papa mpya anakuja, anachukua jina la papa ambaye alikuwa na hatihati ya kuweza kuipeleka dunia katika siku ya Jumapili. Huu ni mwaka 2025. Miaka michache sana imebaki, tutaenda kuona sheria ya Jumapili ikitangazwa katika taifa la Marekani. Na tukio ambalo lilikuwa limefuatia mwaka huu 2025 tulishuhudia Project 2025. Kwa wale ambao hawajajua kuhusiana na Project 2025, hii ni mipango ambayo iliandaliwa na Heritage Foundation, chama cha Kikatoliki katika taifa la Marekani, ambacho kilimbeba sera nyingi sana kwa ajili ya mtawala ambaye angeanza kutawala kuanzia 2025. Katika Project 2025 wanasema ifuatayo. Utakaposoma kile kitabu cha The Mandate for the Leadership kuanzia ukurasa wa 589, nasema hivi: bunge la Marekani linapaswa kurekebisha sheria ya viwango vya kazi, yani FLCA, ili wafanyakazi walipwe mara 1.5 ya mshahara wao kwa kazi kwenye Sabato. Sabato inayotumika kama msingi ni Jumapili, isipokuwa kwa ajili wanaoshika Sabato kila siku nyingine kwa imani yao. Katika Project 2025 ndani yake wamehamasisha kuwepo kwa pumziko la Sabato. Sabato inayotajwa hapo sio Sabato ya siku ya saba, yani Jumamosi, badala yake ni Jumapili. Wameitengeneza Sabato katika namna ifuatayo kwamba
bunge la Marekani linapaswa kuweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweza waajiri kuweza kuwaacha wafanyakazi wao wapumzike katika siku ya Jumapili, na ikiwa mwajiri atamfanyisha kazi mfanyakazi wake katika siku ya Jumapili, basi anapaswa kuweza kumlipa 1.5 ya mshahara wake. Kwa hii ni njia ambayo inatengeneza wazi ya kwamba mfanyakazi ama mwajiri hawezi akamfanyisha mfanyakazi wake katika siku ya Jumapili, kwa sababu kwa kufanya hivyo anatengeneza gharama kubwa ya kuweza kumlipa mshahara mkubwa kuliko kawaida. Kwa hili haliwezi likafanyika. Kwa hiyo sheria ya Jumapili katika Project 2025 imeshaonekana na taifa la Marekani. Tutaenda kuona baadhi ya majimbo ambayo yameanza kutumia mswada huu, lakini tulishuhudia jinsi ambavyo mabunge mbalimbali yalijadili mswada kuhusiana na sheria ya Jumapili. Kwa hiyo Mungu amejaribu kuweza kuweka kila kitu ili tuweze kuelewa hatua kwa hatua tumefika wapi, lakini watu wengi hawatamani kuweza kuyasikia haya matukio kwa sababu hawana utayari wa kuweza kujua kwamba tumefika wapi katika historia ya unabii na ni mbali kiasi gani Yesu kuja mara pili kwa ajili ya ukombozi wao. Sasa angalia, jimbo la Utah mwezi wa 3 ilikuwa ni jimbo la kwanza kuweza kupitisha sheria ya kwanza ya Jumapili, ikiwataka waajiri kufunga biashara zao siku ya Jumapili pamoja na kuacha wafanyakazi waachwe huru siku ya Jumapili. Kwa hiyo unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kama tulivyoona kwa usahihi kabisa, tunaenda katika kipindi ambacho ndani yake watu watalazimishwa kuweza kuwa na ibada ya siku moja ya Jumapili. Tunaelekea huko. Tulishashuhudia ajenda nyingi sana huko nyuma, ajenda za mabadiliko ya mazingira, jinsi ambavyo zinaandaa watu kuweza kuingiza dunia katika siku moja ya Jumapili, na siku hiyo na siku moja baada ya siku hiyo itakuwa ni Jumapili. Je, tutasimama wapi? Tutakuwa waaminifu katika sabato ya Bwana au tutaingia kwenye vitisho na kuweza kutii Jumapili ambayo imewekwa na wanadamu? Kwa hiyo tumefika mbali sana na miaka michache imebaki sana ili tuweze kuingia katika mgogoro huu. Imagine ndani huu ni 2025, 2026, 2027, 2028 tutakuwa tumefika mbali sana kuhusiana na pale ambapo tulikuwa tumeishia. Lakini tukio jingine ambalo lilikuwa limetokea lilikuwa ni mass deportation. Hii ni kama neema ya Mungu, ikiwa ilikuwa ni tukio ambalo Marekani lilikuwa linaondoa wahamiaji kutoka katika majimbo yake. Tukio hili lilifanyika kuanzia mwezi wa kwanza. Jua taifa la Marekani linapoelekea litakuwa sio taifa zuri ndani yake kwa kuweza kuishi, kwa sababu litakuja na sheria ambazo zitakuwa ni kali sana, hasa kwa wale watu wote ambao watabaki kuwa waaminifu kwa Mungu. Kwa hiyo waliopata nafasi ya kuondoka kule Marekani wamshukuru sana Mungu, na kama mtu alipoteza nafasi, kuna muda atatamani kutoka Marekani na asipate huo muda. Hichi ni kitu ni kama sawasawa mambo ambavyo yalifanyika katika kipindi cha maangamizi ya Yerusalemu. Watu wa Mungu walitakiwa kuweza kuondoka katika kukimbia mwaka 66 wakati chukizo la uhalifu linasimamishwa. Watu wa Mungu walitakiwa kuweza kuondoka ili waweze kujipona na maangamizi. Kwa hiyo huko ndiko ambapo taifa la Marekani linaelekea. Lakini nimalizia na kengele nyingine za mwisho ambazo hizi sitazitolea ufafanuzi sana, lakini kama ikipata muda tena nitazifafanua. Kuna agenda hizi zimesikika sana: digital ID pamoja na digital money. Kitambulisho, kila mtu awe na kitambulisho cha digital ID pamoja na digital money. Hivi ni vitu vya msingi sana ambavyo vitatumiwa na mamlaka hizi ili kuweza kuleta mateso kwa watu wa Mungu. Tukiwa na digital ID itakuwa ni kadi ambayo inakusanya taarifa zote za mhusika. Lakini digital money tunafahamu hii hela ambayo inashika sasa inabidi iende kwenye cashless. Kwa sababu gani? Kwanza hizi mamlaka ili ziweze kuleta mateso kwa watu wote ambao watakataa kuweza kukubaliana na jina zao, kwanza lazima wawe na taarifa zao kupitia digital ID. Lakini digital money ni kwa sababu mnyama wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 ukishirikiana na yule mnyama anayetoka katika nchi, wanaipeleka dunia katika kuweza kufanya ibada ya Jumapili. Watu wote ambao watakataa watashindwa kuuza wala kununua. Sasa watawezaje kufanikisha zoezi la watu kushindwa kuuza au kununua? Ni kupitia digital money, kwa sababu kama tukibakiwa na fedha ya karatasi, ninapoenda dukani sehemu fulani nikanunua unga, nikanunua nini, haina kesi, kwa sababu mhusika hawezi akajua kama mimi ni mtunza sabato ama mimi ninapingana na agenda za Rumi. Lakini digital money, kwa sababu itahitaji uweze kufanya miamala, kwa kupitia miamala hapo ndipo ambapo miamala huwa itakataa. Kwa hiyo watu wa Mungu watapitia katika changamoto ya kushindwa kuuza wala kununua, kwa sababu kwanza kuna hacking, ni rahisi sana kuihack fedha ya kimtandao, lakini pia ni rahisi sana huduma kushindikana kupitia fedha ya kimtandao.
Lakini kulikuwa kuna kile alichokisema rais wa Marekani kwamba siku za mapumziko zimekuwa nyingi, kwa hiyo siku za mapumziko inapaswa zipunguzwe. Kupunguza siku za mapumziko hii inamaanisha nini? Wanataka tuweze kubakiza siku moja mapumziko, na hiyo siku moja mapumziko itakuwa ni Jumapili. Kwa maana nyingine ya kwamba upapa hautalizika tu kuona kwamba Jumapili inatunzwa, badala yake watataka hadi Sabato inajisiwe. Kwa hiyo watataka kuweza kuiondoa Sabato waweke Jumapili, na hiyo ndilo ambalo litakuwa imetimiza shauku ya upapa. Kwa hiyo upapa, licha ya kwamba itatolewa sheria ya kuweza kuitunza Jumapili, ndio sawa, watu wa Mungu watasema sawa, tutafanya kazi siku ya Jumapili, lakini watu wa Mungu watakuwa na option ya kuendelea na ibada siku ya Jumamosi. Sasa upapa utachukizwa na kitendo cha watu wa Mungu kuendelea na ibada ya Jumamosi. Kwa hiyo utataka hadi Sabato ivunjwe, badala yake ibaki Jumapili pekee yake. Kwa hiyo kile ndicho ambacho alikisema rais wa Marekani, ya kwamba siku za mapumziko zimekuwa nyingi sana na hivyo zinagharimu. Kwa hiyo pia Jumamosi itaingizwa katika siku za kazi, na hivyo hakutatakiwa kuwa na ibada katika siku nyingine yoyote isipokuwa Jumapili. Na jambo la mwisho ambalo limetokea majuzi juzi hapa ni Papa Leo kutafakari siri ya utakatifu wa Jumamosi. Papa Leo alisikika juzi juzi akionyesha kwamba baada ya uumbaji Mungu akawa ameiweka siku ya saba ambayo inaonyesha wazi ya kwamba Mungu alifanya kazi takatifu sana, na ni alama wazi ya kwamba Mungu ndiye ambaye aliumba. Kwa hiyo katika maelezo yake sasa, nini ambacho kinakuja hapo? Kwa kuweza kulinganisha utakatifu wa Jumamosi na vile ambavyo Biblia ilikuwa imeweka siku ya saba ya juma imetakaswa, imebarikiwa, na watu wote wanatakiwa kuweza kuacha kazi zao na kuweza kupumzika. Sasa kwa maelezo ya namna hayo anayahamishia kutoka kwenye Jumamosi na kuileta katika Jumapili, akisema kwamba Jumapili ambapo ni siku ambapo Kristo alifufuka, nayo inatakiwa kuweza kupewa heshima yake kama vile ambavyo imefunuliwa Jumamosi katika Biblia. Kwa hiyo maelezo kwenye Sabato ya siku ya saba yanachukuliwa na kuwekwa katika siku ya kwanza ya juma, lakini hii haiji mpendo. Tunajua Sabato ipo pale kuweza kuashiria kwamba kwa muda wa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi, na siku ya saba Mungu alipumzika. Kwa hiyo tunaposhika Sabato ni kielezo ambacho kinafunua kwamba kweli Mungu aliumba, na hii ndiyo sheria ambayo inamweka Mungu mahali kwamba anastahili ibada kama yeye kama muumbaji. Lakini kwa sababu shetani anaijua siri, na ndio maana anaipeleka dunia katika kuwa na siku moja ya ibada ambayo ni kinyume na sheria ya Mungu. Sasa na matukio mengine ambayo sijazungumzia, tupo mwishoni kabisa mwa ule mwisho. Kitu ambacho tunatakiwa kuweza kukifanya, cha kwanza, watu wa Mungu wanapaswa kuweza kujiandaa, wanapaswa kuwa na maombi, wanapaswa kuweza kuishinda dhambi kabisa, kwa sababu kwa mfano kama Waadventista wa Sabato, sheria ya Jumapili itakapotangazwa tu Marekani, muda wetu utakuwa umekwisha sana. Kwa hiyo wakati wa sasa tulionao ni wakati wa kuweza kujichunguza sana nafsi zetu, ili kuweza kukomesha dhambi zote ambazo tulikuwa tumezitenda, kuomba msamaha wa dhambi, kutubu, kufanya matengenezo, kuandaa njia kwa ajili ya zama zijazo. Na hapa tunampaswa kumwomba sana Mungu, kwa sababu yapo mambo mengi ambayo tunapaswa kuweza kuyafanya. Tunafahamu maeneo kama ya miji hayafai kabisa. Kwa hiyo watu ambao wapo mijini inapaswa waanze kumwomba Mungu ili waanze kutafuta maeneo ambayo yatakuwa ni safi wakati zama itakapokwenda kuanza. Mungu akubariki. Karibu tena katika siku nyingine.